katika namna gani siku hii ya uhuru? Asante sana, nashukuru sana kuzungumza na Global TV au kuwa na chombo hiki muhimu kuzungumza na Watanzania wenzetu. Hapa kama mnavyoona tuko mjini, tuko katika pilika za mara kwa mara, na nimetoka Kigamboni, nimetoka Kinondoni, nimetoka Ubungo, nimetoka sehemu mbalimbali. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba Watanzania sasa wanaelewa sana kuhusu dhana ya amani, na walio wengi sasa tunaelewa kwamba kumbe ukiulizwa katika taifa utajiri wako katika taifa ni nini, kumbe hatupasi kusema tuna madini, hatupasi kusema tuna gesi. Kumbe jambo la kwanza na utajiri wetu mkubwa ni amani. Na kwa siku chache tumekwisha tambua kwamba kumbe amani ni chakula, kumbe amani ni furaha, kumbe amani ni utajiri, kumbe amani ni fursa. Kumbe katika amani kuna fursa mbalimbali. Katika mji wetu wa Dar es Salaam, tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu kutangaza na kuweka utaratibu mzuri sana kusherehekea siku hii ya tarehe 9 mwezi wa 12, ni dhahiri kwamba kila mmoja alielewa alichoambiwa. Na sisi Dar es Salaam tunashukuru sana. Tangu taifa hili limeasisiwa mwaka 1961 katika kupata uhuru wake, tumerithi amani kutoka kwa waasisi wa taifa letu, na mpaka leo hii tunaiona amani kama tunu. Kwa hiyo kutoka tarehe 29 mpaka hivi leo unavyoona ni jitihada za serikali na Watanzania wenye mapenzi mema kuendelea kuilinda amani ya taifa letu ili isitoweke. Amani ya taifa hili ikitoweka itakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu tunayo mataifa mengi. Kwa mfano tukienda pale Kongo wakati wa mzee wetu Lumumba, taifa lile lilikuwa lina amani nzuri kabisa, lakini mpaka leo unakuta amani ile imewaponyoka. Ukienda Libya wakati wa mzee wetu Gaddafi, unaona kabisa taifa lile lilikuwa na amani, amani ile ikawatoweka. Ukienda katika mataifa kwa mfano hata pale Sudani, amani ile ilikuwa na amani, amani ile ikatoweka. Ukienda kwa mfano hata mataifa mengineyo hata hapa karibu, unakuta kwamba amani ya taifa ile imetoweka. Na kutoweka kwake kuna sababu nyingi, lakini moja kuu ni pale ambapo watu tunaingia katika ushabiki au katika mkumbo pasipo kujua kwamba kitanda tunachotaka kukichoma moto ndicho tunacholalia jioni. Kwa hiyo nitoe rai tena kwa Watanzania kwamba tuendelee kushikamana, tuishi kama ndugu, na kila mmoja akawe balozi mzuri kwa mwenzake, kwamba amani tukiharibu taifa letu tutakuwa tumedondosha uchumi, tutakuwa tumedondosha undugu, tutakuwa tumedondosha utulivu, tutakuwa tumedondosha kila dhahiri, kila jambo lile. Na mimi nikiri kwamba hata kama baadhi ya watu niliwasikia wanasema sisi hatutaki utawala, hatutaki namna hii, lakini sasa unaweza kujiuliza kwamba hata kama utawala utasema hautaki, then tukasema okay sawa, mnataka nini? Bado tena tunaweza tukaleta mgogoro mwingine wa kikatiba, kwa sababu tunachokiangalia hapa ni katiba. Kila kundi lina watu, ila kikubwa tu katika taifa letu ni kila kundi kulisikiliza. CCM ni kundi, Chadema ni kundi, ACT ni kundi, CUF ni kundi, Wakatoliki ni kundi, Walutheran ni kundi, Waanglican ni kundi. Kwa humo ndani tumejaa makundi mbalimbali, na kwamba kila kundi lazima lipate nafasi ya kutoa mawazo na kusikilizwa. Tutakapokwenda kwa mfumo huo, na ambao tayari kama umeona pia hata Mheshimiwa Rais amekwisha weka huo utaratibu na kuwasisitiza mawaziri, weka utaratibu mzuri katika nchi yetu kusikiliza makundi. Na sisi pia tunapata maelekezo na kushauriana na waheshimiwa mawaziri kuendelea na kusikiliza makundi haya ya hapa chini. Nihitimishe tu kwamba Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara, ni jiji ambalo limeshika uchumi na utajiri wa taifa letu. Kila mmoja hili jambo aliangalia vizuri, kwa sababu kuzorota kwa maisha ya wana Dar es Salaam ni kudhoofisha uchumi wa taifa letu kwa ujumla wake. Hatuwezi kushusha mizigo kutoka bandarini kwa utulivu pakichafuka na kuipeleka mikoani. Hatuwezi kukaribisha wageni kutoka nchi zisizo na bandari kuweza kupakia mizigo kwenda kwenye mataifa yao. Dar es Salaam ikiparalyze, uchumi wa Kongo una paralyze, uchumi wa Zambia una paralyze, uchumi wa Malawi una paralyze, na uchumi wa mataifa yote yanayotegemea taifa la Tanzania yana paralyze. Kwa hiyo tuendelee kuilinda taifa letu kwa mustakabali wa maisha yetu na kizazi kijacho. Mheshimiwa, kumekuwa na mengi yanazungumzwa na kuendelea katika mtandao. Zimekuwepo picha jongeo na picha still ambazo zimechapishwa asubuhi zikijaribu kuhusianisha na maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kwamba kulikuwa kuna shida. Zina ukweli kiasi gani na nini ambacho unaweza kuhakikishia wakazi wa Dar es Salaam? Ukweli ni kwamba
Ninashukuru sana jeshi la polisi kupitia kwa msemaji wa jeshi amekushatoa taarifa ya kina sana kuhusu uongo wa picha mjongeo na picha mnato zinazosambazwa leo, lakini zikiwa zina reflect tarehe za nyuma wala sio tarehe za sasa. Na hii ukiangalia zinawekwa na watu ambao hawana mapenzi mema na taifa letu. Nimshukuru pia mkuu mwenzetu wa mkoa wa Mwanza, ndugu yangu Saidi Mtanda, ametoa naye taarifa kuhusiana na picha ilikuwa ikizunguka, vijana wakitoa hotuba mbele wanaonekana kama wanajeshi, kwamba sasa kimenuka tena hapa Mwanza. Lakini mkuu wa mkoa ameeleza kwa uthabiti wa kinywa kwamba lile lilikuwa ni tukio la tarehe karibu 30 au tarehe 31, siku karibu 2-3 baada ya siku ya uchaguzi yalipotangazwa matokeo kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameibuka kwa mshindi kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wanaojaribu kuzileta hizo picha wanajaribu sasa kuamsha, kama vile kuamsha tena Watanzania kwamba hapa kimenuka. Lakini mimi nataka niseme tu kwamba Dar es Salaam mpaka muda huu, leo tunaongea muda huu, bado hatujapata jambo lolote ambalo limekushatishia usalama wa taifa letu au limekushatishia usalama wa mkoa wetu. Na hapa mimi nilivyokuambia, nimetoka maeneo mbalimbali. Hapa saa hizi nimewaona au tumekutana, nimetoka Mbagala, nimetoka maeneo ya Temeke, nimetoka maeneo ya Kinondoni, nimetoka maeneo ya Ubungo, nimetoka maeneo mengine yote. Hapo nimetoka maeneo ya bandarini kule. Kote kuko shwari. Na tutaendelea tena na jitihada za kuweka taratibu za namna hii za kiulinzi ili kuhakikisha kwamba mji wetu hakuna hata mmoja ambaye anaweza kuitia kwenye dosari. Mheshimiwa, labda mawili ya mwisho. Moja, tumekuona ukifanya ziara mbalimbali za kuhakikisha miundombinu ambayo ilipata shida katika kipindi cha vurugu za uchaguzi wa tarehe 29 inarejea ili kuendelea na majukumu ya kawaida, hususan barabara ya mwendo kasi ya kutoka mjini Posta kuelekea Kimara. Labda na Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza kwamba fedha za maandalizi ya sherehe za uhuru zitaelekezwa katika miundombinu ambayo imeharibiwa, kuirejesha katika hali yake. Labda unaweza ukawaambia wakazi wa Dar es Salaam hususan wa barabara hiyo uthabiti wa marekebisho hayo yanavyokwenda, lakini leo udhibiti umekuwa wa kutosha wa amani na hali imekaa sawa. Labda wale ambao wana shughuli za biashara na vitu vingine watarajie nini kama tamko la mkuu wa mkoa kuanzia kesho na siku nyingine ambazo ni siku za uzalishaji mali? Kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa na moyo wa ajabu, kwa sababu angekuwa ni mtu mwingine angeweza kuwa na chuki ya moyoni kwa muda mrefu sana. Lakini Mheshimiwa Rais wakati akihutubia bunge alikiri kwamba kwanza tunasamehe kabisa, tunajua wapo waliofanya mambo hayo kwa kufuata mkumbo. Lakini jambo la pili akasema, sitachoka kuendelea kuweka mkono wangu wa maridhiano. Kwa maana yake ni kwamba kama kuna mahali tunadhani tunahitaji kukaa na kuridhiana, Mheshimiwa Rais alikiri mbele ya umma kwamba yeye kama Mheshimiwa Rais hatachoka. Na jambo la muhimu ambalo unaliona katika misamaha na katika kutokuchoka, unaliona tena katika masuala ya ukarabati wa miundombinu. Sisi Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa ambayo ilipata adha pia ya miundombinu yake. Miundombinu yetu sisi ile mwendo kasi ni miundombinu ambayo ni ya gharama kubwa, lakini pamoja na miundombinu mingineyo, hivi ninavyozungumza tayari barabara ya Mbagala tumekusharejesha mabasi, yanafanya kazi yake, yanafanya kazi, na baadhi ya vituo vichache sana ndivyo ambavyo sasa tumekushaagiza ile mitambo yake ya kuswap kadi na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini hii barabara pia kwenda Morogoro tumekusharejesha huduma ya mwendokasi mpaka Ubungo Maji, kwa maana kwamba kwenda mpaka Kimara tunasubiri pia mashine ambazo zitakapofika zile za kuswap pamoja na internet pamoja na vitu vingine vyote zitakuwa zimekamilika ndani ya muda mfupi. Na unakumbuka kwamba pia ilikuwa ni agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha kwamba ndani ya siku 10 angalau tunafanya ile kazi, na kwa kweli tulijitahidi angalau kufika mpaka pale Ubungo Maji. Sambamba na hili zipo huduma zingine. Kuna miundombinu ya maji iliharibiwa, kuna miundombinu mingineyo, kwa mfano kama shule, vituo vya polisi, baadhi ya majengo ya watu binafsi na vitu vinginevyo viliharibiwa. Kwa hiyo serikali inaendelea na kasi ya kukarabati miundombinu hiyo ili taarifa ili hali iweze kurudi mahali pake katika hali ambayo ilikuwepo tangu mwanzo. Na jambo jingine ni kwamba kwa hapa Dar es Salaam, kama nilivyosema, huu ni mji wetu mkubwa sana katika masuala ya kibiashara. Jana tuliambiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kwamba leo ni siku kuu ya uhuru wa taifa letu. Tunaposhukuru waasisi wetu wa taifa letu, tusherekee siku kuu hii. Lakini akasema
kwa wale ambao hamtakuwa na mijongeo isiyo na lazima, mnaweza mkasherekea sherehe hizi mkiwa nyumbani. Lakini wewe unaona pia katika vyombo, katika baadhi ya watu wanasema Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema tukae ndani. Sio mkae ndani, yani msherekee mkiwa katika home premises tunaita, yani mko tu katika viungo vya nyumbani, viunga vya nyumbani. Home premises sio ndani, yani uko tu viungo vya nyumbani, kwa unaweza kutoka ukanunua kitu hapo dukani. Lakini hata leo hii unaona huku mjini ni kama hakuna watu wengi, kwa sababu huku mjini si makazi ya watu, huku ni maeneo ya kibiashara. Sasa unapokuwa ni sikukuu, maana kwamba watu washerekee, maana ukienda huko pembeni, mimi nimetoka kule Mbagala, watu wengi kabisa wako zao huko pembeni. Nimetoka Kigamboni, watu wengi, hata kwanza wananiuliza mkuu, vipi huko mjini? Maana yake ni kwamba kwa kuwa kule ni maeneo ya nyumbani na watu wanakaa wako very peace na hakuna jambo lolote, wana peace, wana peace of mind, wapo kule wamesettle. Kwa hapa mjini sehemu kubwa, hata ukija Jumapili hapa mjini utaona hali inakufanana na leo, kwa maana kwamba huku ni maeneo tu ya kibiashara na wala sio sehemu kubwa makazi ya watu. Makazi ya watu yanapatikana, tunasema kwenye maeneo ya pembezoni, at the outskirts of our city. Maeneo yale ya pembezoni ndio inapatikana sana makazi ya watu. Kwa hiyo mimi ninatarajia kwamba kama hali inaendelea kama ilivyo na kama ambavyo tunaiona, tutegemee kwamba viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wewe, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, wamekuwa pia wakituelekeza katika kila hatua, lakini pia wamekuwa wakitushauri katika kila hatua, na ambapo jambo la usalama katika taifa ni jambo la pamoja. Kwa hiyo tunaombea Mungu kwamba hali iendelee kuwa katika hali ya usalama, ili Watanzania waendelee kufanya biashara zao zilizokusudiwa na asiwepo hata mmoja kupata madhara wala kudondosha hata tone la damu. Watanzania wasubiri ripoti ama taarifa nyingine yoyote kuhusiana na ratiba za kawaida za kesho, ama wewe kama mkuu wa mkoa nini unaweza ukawaambia kuhusiana na shughuli za kawaida? Kama unakumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu alizungumzia tarehe 9 Disemba, wala kuzungumzia tarehe 10 wala kuzungumzia tarehe 11. Maana ni kwamba kama kuna jambo lolote linalohusu tarehe 10 au tarehe 11, maana tutapata tena taarifa. Lakini so far Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais alijikita kuizungumzia tarehe 9 ya mwezi wa 12 2025. Kwa kufahamu kwamba mkuu na majukumu mengi sana, tusichukue muda wako mwingi, labda mwisho kabisa zungumza na Watanzania, hususan vijana wa kwako wa mkoa wa Dar es Salaam na Watanzania wote kwa ujumla. Mimi bado ninayo hamu kubwa ya kila kijana kujiona fahari kuwa sehemu ya Tanzania. Mimi ninayo heshima kubwa kumwambia kila kijana kwamba siri kubwa mafanikio haipo kwenye hasira. Siri kubwa mafanikio ipo kwenye kukaa, kubuni, kushauriana, kuona jambo linaloweza kufanyika vizuri na kuweza kulifanya. Taifa lolote lile ambalo lilishawahi kukua na kupata maendeleo ya taifa lake, vijana ndio imekuwa msingi mkubwa wa maendeleo ya taifa hilo. Kwa vijana tusipokuwa wamoja, tukajenga umoja wa kuharibu taifa letu, maana yake ni kwamba dhambi tutakayokuwa tumeitenda ni dhambi ya kizazi mpaka kizazi. Lakini rudie tena kwamba hata jeshi la polisi lenyewe pamoja na vyombo vyote vya dola unavyoviona hapa, hakuna polisi, mwanajeshi, askari magereza, askari uhamiaji, askari wa fire anayetamanigi mtu aweze kupoteza maisha. Hakuna. Lakini huwa kuna wakati circumstance na nature tukio lenyewe, mnaingia tu katika purukushana ambazo mwisho wa siku mnakuta either mmoja anapata madhara. Lakini ni shauku kubwa mno ya viongozi, ni shauku kubwa mno ya sisi wenyewe viongozi wa chini, kwamba tunatamani sana, yani hata hapa chini kusiwe kuna hata tone moja la damu. Na hata leo hii tumekuwa tukiomba Mungu, tumesali vile vile, tumeomba dua kuhakikisha kwamba Tanzania na hasa Dar es Salaam hapa, ardhi hii inabaki katika amani ya kila siku. Kwa hiyo vijana, tulinde amani hii, na kama tuna jambo lolote tuseme katika njia za utaratibu. Tutasikilizwa. Taifa letu na hasa Mheshimiwa Rais ameunda wizara maalum ya vijana, ameunda wizara hiyo ambayo tunaamini kabisa kwamba ni wizara itakayofukunyua, tunasema itakayofukunyua ya moyoni yaliyopo kwa vijana. Tunaweza tukawa tumesoma, unaweza kuwa una akili, unaweza kuwa na mambo yote yale, lakini mwisho wa siku lazima kabisa tujenge heshima ya kuliheshimu taifa, ili taifa letu liwepo leo hata kesho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni heshima kubwa sana kwetu kupata nafasi ya kuzungumza nawe. Shukrani sana. Nashukuru sana. Asante sana. Bwana mtazamaji wa Global TV, huyo ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam